إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hakuna atakayefanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia katika maisha yake ya akhera, isipokuwa ni yule atakayejipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, khutba yetu ya leo ni mwendelezo wa khutba ya Ijumaa iliyopita, ambayo ilikuwa inatuelezea umuhimu wa kuitafuta elimu. Na khutba ilikuwa ina vipengele vitatu, ilikuwa ina nukta tatu. Kipengele cha kwanza, umuhimu wa kuitafuta elimu, kwamba kuna umuhimu gani katika kuitafuta elimu. Lakini kipengele cha pili tukasema elimu inayokusudiwa ni elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kisheria. Usome uweze kufahamu namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usome namna ya kuiswali swala, kwamba swala inaswaliwaje, usome ujue namna ya kufunga, usome ujue namna ya kutoa zaka, usome ujue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema haiwezekani ukalifanya jambo ambalo hauna elimu nalo. Kila kitu huwa kinahitaji elimu, kinahitaji ujuzi, uwe na elimu ya kulifanya jambo hilo. Na ibada zetu zote zinatakiwa zifanywe kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maelekezo ya Mtume tutayapata darasani. Utakapoingia darasani kujifunza dini, ndipo utajua ibada
ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume alikuwa anafanya ibada kwa utaratibu gani? Nukta ya tatu ndiyo tutaendelea nayo leo, ni fadlul ilmi wa ahlihi, ubora wa kuitafuta elimu, lakini vile vile na ubora wa watu wenye elimu. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, tunahimizana kunako na jambo hili la kuitafuta elimu ya kidini kutokana na umuhimu wake. Kila Muislamu anatakiwa asome, ajue namna ya kumwabudu Mola wake. Si lazima usome uweze kusimama na kutoa hutuba, sio lazima usome uwe unaweza kutoa muhadhara. Soma yale mambo ya msingi, mambo ya muhimu, ujue namna ya kumwabudu Mola wako. Lakini Waislamu wengi wamekuwa wavivu wa kuisoma dini yao. Unaweza kumkuta Muislamu anakuambia, bwana, mimi huwezi kunidanganya hata kama sijasoma. Sasa wewe unakiri kwamba haujasoma, sasa utaachaje kudanganywa kama hauna elimu? Jambo linalokufanya wewe usidanganywe na usiburuzwe ni mtu kuwa na elimu. Waislamu wamekuwa ni wazito wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wamekuwa ni wavivu wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema Waislamu wanatakiwa wabadilike, ifikie mahala tuwe na darasa la wazee, tuwe na darasa la kina mama, tuwe na darasa la vijana, tuwe na darasa la watoto wadogo. Vituo vyetu viwe bize kuifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, elimu ina fadhila nyingi. Unapoisoma elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya dini ina fadhila nyingi. Wa min fadlihi, na miongoni mwa fadhila za kuisoma elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni arrifatu fi dunya wal akhirah, ni mtu kunyanyuliwa daraja duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua daraja wale walioamini miongoni mwenu, wale wenye imani, wale wenye sifa ya imani wananyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina utul ilma darajatin, na wale ambao wamepewa elimu ya dini, hao watanyanyuliwa daraja zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Muislamu anapofahamu ya kwamba anapoisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ananyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala, ataachaje kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana ya kwamba yule ambaye haisomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hataki kunyanyuliwa daraja na Allah, si katika dunia wala katika akhera. Hahitaji kunyanyuliwa daraja, lakini anahitaji apate daraja ya juu. Atajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataingia darasani kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatueleza ya kwamba anawanyanyua daraja wale ambao wana imani, na wale waliopewa elimu wao watanyanyuliwa daraja kubwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokelewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Mtume anasema, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua watu kwa sababu ya kitabu hichi. Na kitabu kinachokusudiwa hapa ni Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wanaisoma Qur'an watanyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyasoma maneno ya Allah, kwa kuyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala,
mtu atanyanyuliwa daraja. Tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi nyingine anasema, siku ya Kiyama ataambiwa mwenye Qur'an, iqra wartaq, soma Qur'ani na upande daraja. Kwa hiyo watu watapandishwa madaraja na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama kutokana na kiasi walicho nacho katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hadithi hii kila Muislamu ataamrishwa aisome Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama Muislamu haujaingia darasani ukajifunza maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakapoambiwa na Mola wako usome, utasoma kitu gani? Hivi kweli tafikia mahala mwanadamu utamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nilibanwa, nilikuwa niko busy, sikusoma Qur'an, mimi umri wangu ulikuwa ni mkubwa, sikuweza kusoma Qur'an? Hivi unafikiri kwamba huu ni udhur wa kwenda kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Huu sio udhuru, na hautaweza kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siku ya Kiyama watu wote, Waislamu wote watatakiwa kusoma Qur'an. Ndio maana tukasema kwa hakika Waislamu wanatakiwa kujitahidi kukisoma na kukihifadhi na kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi kufanya hivyo, isome Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile ihifadhi Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unatakiwa kuswali kwa kuitumia Qur'an. Sasa kama hauna chochote ulichokihifadhi katika kichwa chako, utakapoambiwa soma, hautamwambia Allah ngoja nikatafute juzuu. Utakapoambiwa soma siku ya Kiyama, hautamwambia Allah ngoja nikatafute msahafu. Utasoma kile kilichopo katika kichwa chako. Ahibatu fillah, mbona tumejifunza mambo mengi na tulikuwa hatuyajui na tukayajua? Leo Muislamu anaweza akaamua, nataka kujifunza lugha fulani, nahitaji kujifunza Kifaransa, nahitaji kujifunza Kichina, nahitaji kujifunza sijui lugha gani, na mtu atapambana na atakazana na ataifahamu lugha hiyo kwa malengo yake kadhaa. Sasa kwa nini tusipambane vile vile tukaiweza hii Qur'an? Qur'ani ni rahisi kuliko Kifaransa, Qur'ani ni rahisi kuliko Kichina, Qur'ani ni rahisi kuliko Kiingereza. Mbona lugha hizi unazifahamu, inakuwaje hufahamu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala? Inakuwaje hufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja katika sisi anatakiwa kupambana ili aweze kuyajua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo atakuwa ni mbora. Katika watu ambao watakuwa ni wabora ni wale ambao wanayasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wanaoyafundisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'ani na akawa anaifundisha Qur'an. Kama unamhitaji mtu ambaye ni mbora katika ardhi hii, ni mtu ambaye ameyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile akawa anawafundisha watu wengine. Katika zama hizi wanaoonekana watu duni kabisa, hawana thamani, ni walimu wanaofundisha Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa walimu wanaonekana ni watu duni, ni watu wasiokuwa na maana, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama anakwambia, ukitaka kumjua mtu ambaye ni mbora kuliko watu wote, ni yule ambaye amesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na akawa anayafundisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ufahamu wa Mtume, maelekezo ya Mtume, mafunzo ya Mtume yanakwenda tofauti na namna jamii ilivyo. Leo yawezekana mtu anataka kusoma topic moja tu, akamtafuta mwalimu kwa ajili ya kumfundisha,
Anaweza akamwambia bwana, hii nitakufundisha kwa shilingi laki moja. Anaweza akamwambia nitakufunza kwa shilingi 100,000. Lakini hebu mtafute mtu ambaye anatafuta mwalimu, anamlipa mwalimu shilingi 100,000, anakuja nyumbani kwake kwa ajili ya kuja kumfundisha sura fulani, kwa ajili ya kuja kumfundisha Qur'an. Watu wa namna hii ni wachache na wanakaribia kutokupatikana kabisa. Sasa kama unaweza ukamwajiri mwalimu akakufundisha topiki fulani, masomo ya kidunia, kwa nini usimtafute mwalimu akakufunza ukaijua Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ahibatu fillah, kwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kupitia Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wananyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kupitia Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wengine wanadhalilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wao kutokujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadlihi, na miongoni mwa ubora wa kujifunza elimu ya kidini, annahu tariqun ila aljanna. Kujifunza elimu ya dini, hiyo ni njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unaihitaji njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikufikishe salama, ni wewe kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla wake. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Abu Huraira anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan, yeyote atakayefuata njia, yaltamisu fihi ilman, anatafuta kwa kupitia katika njia hiyo, anatafuta elimu ya dini, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi kwa kupitia njia hiyo ya kuitafuta elimu, atamfanyia wepesi wa kuifuata njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, kwa maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallama tunajifunza ya kwamba elimu ya dini ni njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pepo ya Allah, njia ya kuelekea peponi sio rahisi. Njia ya kuelekea peponi ni ngumu, mpaka uje uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hiyo ni ngumu, haina wepesi. Ili uweze kupata wepesi wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, jifunze elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingia darasani ujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utajitengenezea njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani asiyependa kwenda kuingia peponi? Nani asiyependa kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sote tunatamani kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hatujajifunza elimu ya dini, hatutaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utafanyaje ibada yako na hali ya kuwa hauna elimu? Ndugu zangu katika iman, wa min fadlihi, na miongoni mwa ubora wa kuitafuta elimu ya dini, istighfarul kainati litalibihi, ni vitu vyote kumwombea msamaha mtu ambaye anaitafuta elimu ya dini. Anaombewa msamaha, na kila kitu kilichopo katika ulimwengu huu kinakuombea msamaha. Hili tu peke yake lingetosha wewe kuanzia leo useme ya kwamba mimi kuanzia leo nitaingia darasani kujifunza elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa innal alim, na hakika mjuzi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yastaghfiru lahu, huombewa yeye msamaha, man fi samawati wa man fil ardi,
na wote walioko mbinguni na wote walioko katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe vyote vinamwombea msamaha mwenye kuitafuta elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vinamwombea msamaha mwenye kuifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ubora wake. Mwalimu ameacha kazi zake, ameacha majukumu yake, amekaa kwa ajili ya kukufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mtu ni mbora sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, ukiingia darasani kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili linakufanya wewe uweze kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaombewa msamaha na vyote vilivyomo katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na vyote vilivyomo katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala, vyote vinakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Muislamu usiingie darasani ili uweze kuipata faida hii ya kuombewa msamaha na kila kiumbe, kuombewa msamaha na kila kitu kilichomo katika mbingu na hata vilivyomo katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, vitakuombea wewe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya wewe kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa ba'd. Ahibatu fillah, wa min fadlihi, na miongoni mwa ubora wa kuitafuta elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, baqaul ajri ba'da al-maut, ni kubakia au ni Muislamu kuendelea kupata malipo hata baada ya kufa kwa kupitia elimu. Yawezekana mtu akaendelea kupata thawabu na malipo na hali ya kuwa amezikwa katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu ndiye itakayemsababishia yeye kupata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha mata ibnu adam, pindi atakapofariki mwanadamu, inqata'a anhu amaluhu, matendo yake huwa yanakatika, hanufaiki tena na matendo yake, illa min thalathin, isipokuwa ataendelea kunufaika na mambo matatu. Sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea. Mfano, mtu amejenga msikiti, watu wanaswali katika msikiti huo, ataendelea kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama yuko kaburini, anaendelea kulipwa malipo na Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyejenga msikiti huu, aliyetoa ardhi ya msikiti huu, anaendelea kunufaika na thawabu za watu kuingia hapa na kuswali. Hata kama amekufa, anaendelea kunufaika na sadaka yake, kwa sababu hii inaitwa ni sadaka yenye kuendelea. Au amejenga madrasa, watu wanaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au ametoa ardhi, watu wakajenga madrasa, wanasoma katika madrasa hiyo. Hata kama amekufa, anaendelea kupata thawabu na hali ya kuwa yuko katika kaburi lake. Aliyetengeneza njia, watu wanapita katika barabara, watu wanapita katika njia hiyo, ameshiriki katika kuitengeneza, anaendelea kupata thawabu hata kama amezikwa. Lakini vile vile aliyechimba kisima, watu wanaendelea kutumia maji hayo, au amewaunganishia watu maji, watu wanaendelea kutumia maji hayo, anaendelea kupata thawabu hata kama yuko kaburini, ananufaika na sadaka yake. Sadaqatun jariya,
sadaka yenye kuendelea. Na sadaka hizi Muislamu, jitahidi kujitengenezea, jitengenezea sadaka kama hizi. Unaposikia watu wanajenga msikiti, shiriki. Unaposikia watu wanajenga madrasa, shiriki. Unaposikia watu wanachimba kisima, shiriki. Unaposikia watu wanatengeneza njia, wanatengeneza barabara, shiriki, ili uweze kutengeneza sadaka yenye kuendelea. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa ambayo watu wananufaika kwa kupitia elimu hiyo. Au waladin salihin, au mtoto mwema, yad'u lahu, anayemwombea mzazi wake dua baada ya kufariki. Ahibatu fillah, Muislamu anapofariki huwa anaacha watoto, na katika watoto unaowaacha unaweza ukawaacha watoto waovu, watoto wabaya. Yawezekana ukaendelea kupata madhambi kutokana na uovu wao ambao wanaufanya. Yawezekana ukaendelea kupata dhambi kutokana na mabaya ambayo wanayafanya. Haukuwapa watoto malezi mazuri, haukuwapa watoto malezi ya kumtambua Mola wao, haukuwapeleka watoto madrasa wakaisoma na wakaijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umefariki umeacha watoto walevi, umefariki umeacha watoto ni waizi, umeacha watoto ni wazinifu, watoto wabaya. Na wewe utashiriki na utapata dhambi, utashiriki kwenye dhambi ambazo wanazipata. Lakini vile vile mtu anaweza akafariki akaacha mtoto mwema, au akaacha watoto wema wanaomtambua Mola wao, wenye kufanya ibada. Hawa watoto wanapofanya ibada, na wewe unaendelea kunufaika na kupata thawabu. Wanapomwabudu Mola wao wanapata thawabu, na wewe vile vile unapata thawabu hali ya kuwa uko katika kaburi lako. Sasa waangalie na wachunguze watoto wako, ni katika watoto wema au ni katika watoto waovu, watoto wabaya. Kwa makano shahidi katika hadithi hii ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallama, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye kupatiwa manufaa. Wa hadha fihi fadlul ilmi, na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yanaonyesha na kutukumbusha na kutuelekeza ya kwamba ndani yake kuna ubora wa mtu kujifunza elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna maana yake ni kwamba al-insanu idha mata, mwanadamu anapofariki, wa khalafa kutuban au talamidha, akaacha vitabu ambavyo amevitunga, au akaacha wanafunzi ambao wameijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wenyewe wakaendelea kuwafundisha watu wengine, huyu mwalimu anaendelea kunufaika na hiyo elimu. Mwanafunzi huyu na yeye atakuwa na wanafunzi wake, mwanafunzi huyu na yeye atakuwa na wanafunzi wake. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba kuna cheni ndefu, anaendelea kunufaika kutokana na elimu. Lakini pia au vitabu ambavyo wamevitunga. Leo tunasoma vitabu vya mashekhe mbalimbali, maulama mbalimbali, akina Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na mashekhe wengine wote ambao wametunga vitabu, na watu wanafundisha kwa kupitia vitabu hivyo. Hawa wanaendelea kunufaika na elimu ambayo wameiacha katika vitabu, na elimu ambayo wameiacha katika vichwa vya watu. Wa fil muhadharati allati alqaha, na katika mihadhara ambayo ameitoa, wantafa biha an-nasu, na watu wakanufaika kutokana na mihadhara hiyo, yabqa lahu ajrun, huyo mtu atabakia kuwa ni mwenye kupata ujira na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, elimu ni mirathi ambayo haina mwisho. Unapomfundisha mwanafunzi na yeye akawa na wanafunzi wake, na hao wanafunzi wake watakuwa na wanafunzi wake, hii elimu watu wanavuna thawabu, wanaendelea kupata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata watakapokuwa katika makaburi yao wananufaika na elimu. Elimu inawanufaisha. Sasa kama hiyo ndiyo hali na hayo ndiyo malipo ya kutokana na elimu, basi Muislamu
unatakiwa kuhakikisha kwamba unajifunza elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au unawafundisha watoto elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, wa min fadlihi, na miongoni mwa fadhila za kuisoma elimu ya dini, anna Allah amara bil izdiyadi minhu, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie elimu. Hakuna mahala Allah amesema ombeni mzidishiwe mali, ombeni mzidishiwe sijui watoto, isipokuwa kuna aya ambazo zinatuelekeza sisi tumuombe ziada Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna ziada ambayo tumeamrishwa kumuomba Allah atuzidishie isipokuwa ni elimu. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, na ndiyo kuambiwa sisi, wa qul rabbi zidni ilma, nasema e Mola wangu na kuomba unizidishie elimu. Hii ni kutokana na ubora, hii ni kutokana na manufaa ya elimu, hii ni kutokana na faida ya elimu. Unapozidishiwa elimu, kwa hakika utakuwa umezidishiwa jambo bora kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, ni lazima Waislamu waisome na kuifahamu dini yao, na jambo hili si jambo la hiari, ni jambo la lazima. Unapotoka hapa jua kwamba una ulazima wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama una miaka 80, hata kama una miaka 70, isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile watoto wetu tuwasimamie waweze kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea kuisoma dini akiwa katika shule ya msingi, aendelea kuisoma dini ya Allah anapokuwa sekondari, aendelea kuisoma dini ya Allah hata kama atakapokuwa chuo. Unaandaa watoto wema, utakapofariki utaacha watoto wema wenye kufanya ibada. Leo Muislamu, hebu pima gharama unazozitumia katika kumfundisha mtoto wako dunia na gharama unazozitumia katika kumfundisha mtoto wako dini. Pima mwenyewe, utapata majibu. Piga mahesabu mwenyewe, utapata majibu. Gharama unazotumia kumfundisha mtoto wako, zipi ndio nyingi, zipi ndio kubwa? Zote ni elimu, zote ni elimu. Elimu ya kidunia ni elimu, elimu ya dini ni elimu, zote ni elimu. Lakini elimu ya dini inatakiwa iwe juu zaidi na watu waifanyie umuhimu. Lakini leo naweza kukuta kama mtu anasema nitamfundisha mtoto dini, atakuja kuwa nani? Atakuwa mcha Mungu, atakuwa ni alimu wa kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi, tuisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwasomeshe watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwasomeshe wake zetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.